maafisa na askari wa Tanzania ni kwamba ningependa tuende kwa wingi zaidi ili tujifunze tamaduni na pia miundo mipya ya magereza ya uendeshaji, ili tunaporudi Tanzania tuweze kuboresha au kushauri kitu ambacho tumejifunza huko Shelisheli. Mimi ni askari magereza, ninao wajibu mkubwa sana kwa taifa la Tanzania. Kutokana na diplomasia nzuri ya Tanzania katika mataifa ya nje, diplomasia ambayo kimsingi imejenga na kukuza ushirikiano mkubwa, imepelekea pia vyombo vyake vya ulinzi na usalama kupendwa na kuwa tegemeo nje ya nchi. Jeshi la Magereza likiwa ni sehemu ya vyombo hivyo, huku likiwa ni jeshi linalofanya kazi zake kwa weledi na umahiri mkubwa, mataifa mengi ya ng'ambo yamekuwa yakilimezea mate ili iweze kutoa msaada huko, kama unavyoweza kusikia na kujionea kutoka kwa askari huyu nilipofanya naye mahojiano katika ofisi za mawasiliano na mahusiano kwa umma, makao makuu ya jeshi eneo la Msalato jijini Dodoma. Naitwa namba B9251 Sergeant Nikodem wa ofisi ya makao makuu, ambaye nimehudumu Shelisheli kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka 2024 hadi mpaka mwaka 2026 baada ya mkataba kuisha. Umesema kwamba ulikuwa nchini Shelisheli. Ndio. Nia na dhumuni ya kwenda Shelisheli ilikuwa nini? Nia na dhumuni la kwenda Shelisheli ni ushirikiano wa kimataifa baina ya nchi mbili ambazo zina ushirikiano kati ya Shelisheli na Tanzania, na imedumu kwa muda mrefu. Wakati wa enzi za zamani hadi sasa, na tokea hapo ilitokea kwamba watu wa Shelisheli wakitaka watu wa kuhudumu kwenye magereza wanakuja Tanzania, wanaomba watu, wanawafanyia interview kulingana na vigezo wanavyotaka, wanawachukua kwa ajili ya kwenda Shelisheli kufanya kazi. Okay, kwa hiyo ulienda kwa ajili ya masuala ya ulinzi wa magereza ya Shelisheli. Ndio. Okay. Sasa kitu kingine ambacho nataka nielewe katika swala zima la ulinzi, kwa upande wa Tanzania watu na mifumo yetu, mfano labda unaingia baada ya masaa 8 kutoka unapumzika tena unaingia tena. Sasa nataka nielewe nchini Shelisheli katika mfumo mzima wa ulinzi ukoje? Kwa mfumo wa ulinzi Shelisheli uko umegawanyika wa aina 3. Aina ya kwanza, kuna wale watu ambao wanalinda ngome. Wale wanaolinda ngome wanaingia masaa 12 kwa siku mbili, masaa 12 kwa siku mbili. Hizo masaa 12 za siku mbili wanaingia day, afu masaa 12 wanaingia night, then wanapumzika siku mbili. Kwa hiyo mfumo unakuwa 2 day 2 night 2 off. Okay. Na mfumo wa pili ni wale watu ambao wanafanya kazi za kila siku, ambao wanaingia Jumatatu hadi Ijumaa. Na au watu wanaoingia kazi za kila siku wale, kuna watu wa welfare wanahusika na shughuli za wafungwa, kuna manesi, kuna watu wa security, na mfumo wa tatu upo watu wa escort. Watu wa escort ni wale watu ambao wanahusika na kupeleka wafungwa mahakamani na wakiwa na shughuli zingine za kijamii. Mfano kama Shelisheli wenzetu wana mfumo wa kwenda home visit. Kwa hiyo mfungwa akiwa na home visit anaandika barua kwa commissioner akisha approve anapewa kibali cha kwenda kufanya home visit. Kwa hiyo wale watu escort, kwa hiyo wanaweza kaja kumchukua mfungwa hata weekend, siku ya Jumamosi au Jumapili, kwa kuwa wanakuwa wako free, kwa sababu kazi za kwenda mahakamani na hospitali mara nyingi zinakuwa Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa hiyo ikishafika Jumapili na Jumamosi ndio wanakuwa na home visit, au kama mfungwa ana appointment ya kwenda amefiwa labda kule, wana mfumo wa kuja kumchukua na kumpeleka kwenye msiba, anafanya mazishi na kurudi. Sana sana wanazingatia mazishi ya baba na mama, ndio wanamchukua mfungwa wanampeleka na kumrudisha. Unamaanisha kwamba kumbe mfungwa anaweza akatoka leo gerezani akaenda kuona ndugu na jamaa katika mazingira ya namna hiyo. Umesema kwamba unazingatia katika masuala ya mazishi ya mama na baba. Je, mtoto na mke?
mtoto na mke pia wanazingatia, lakini sio sana, sijapata experience zaidi, ila sana nimeona kwenye baba na mama sana ndio walikuwa wanawapeleka wafungwa kwa kufanya mazishi. Okay. Kitu kingine ambacho nataka nielewe mazingira ya kikazi, ukizingatia wewe umezoea kufanya shughuli za hapa Tanzania katika magereza ya Tanzania. Je, mazingira ya kikazi ni mazuri, yani ni mazingira rafiki katika kufanya kazi ukiwa nchini Shelisheli? Kwa ujumla mazingira sio magumu na sio marahisi, kwa maana kwamba ipo katika pande mbili. Unapokuwa umezoea kufanya mfumo fulani afu ukaenda ukabadilisha kidogo, inakuletea changamoto, lakini ukishafanya baada ya muda unaenda unazoea mfumo, kidogo umebadilika na huko, na hasa hali ya hewa na chakula. Kwa hiyo inakuletea changamoto kidogo kwenye utendaji na kuzoea, ila baada ya muda unaenda unakopi mazingira na kazi inaendelea kama kawaida. Okay. Hali ya hewa ikoje? Hali ya hewa kule ni joto kali sana na mvua zinanyesha karibia mwaka mzima. Kwa hiyo kidogo ilitupa shida sisi tuliotoka huku, ambapo tunakuwa tuna muda wa mvua, tuna muda wa kiangazi, lakini kule mvua 90% inanyesha karibia mwaka mzima. Tuje katika jukumu zima. Sisi kwa upande wa Tanzania, jukumu mahususi la jeshi la magereza ni kuwarekebisha wafungwa tabia zao, pamoja na kuwachunga na kuwahifadhi na mambo mengine. Je, mfumo wa urekebishaji wa wafungwa nchini Shelisheli ukoje? Mfumo wa urekebishaji wa wafungwa wa Shelisheli upo kwa namna moja au mbili. Ni kwamba kule Shelisheli wana mfumo wa sana wanakuwa wanawazuia wale wafungwa wasiwe pamoja na jamii, kwa maana kwamba hata akiwa gerezani mfungwa hawezi kwenda kufanya kazi za kilimo au za uzalishaji hadi kitokee kibali maalum na kujaza fomu, na wanakuwa ni wafungwa wachache tu, sio wengi. Wafungwa 90% wanazuiwa kutengwa na jamii ili wafundishwe kule jinsi ya kukaa na jamii, na kwa ujumla ili waweze kuwa watu bora kwenye jamii, kwa maana kwamba wakiwekwa gerezani sio kwamba watachukuliwa wataenda kulima au wataenda kufanya kazi za uzalishaji. Wao wanawekwa gerezani ili watengwe na jamii na kufundishwa jinsi ya kukaa na jamii na kuacha vile vitu ambavyo havitakiwi katika jamii, ili wawe watu bora na watu wa kuwa mfano wa kuigwa kwa wengine. Sasa wanafundishwaje kama hamna shughuli za kufanya? Kwa mfano sisi huku tuna vyuo vya ufundi, tuna kilimo, tuna nini, kwamba mtu kama aliingia gerezani kwa kukosa kipato anakuja huko anafundishwa ili aweze kupata kipato. Sasa kule wanafundishwaje kama hawafanyi kazi? Kule watu hawafanyi kazi, lakini kuna mifumo ipo ambayo watu wa welfare ya wafungwa wanakuwa wanawafanyia counseling, wanakuwa wanawafanyia kama namna ya kuwaelekeza jinsi ya kukaa na jamii. Kwa hiyo watakapokuja gerezani mfungwa, kuna appointment ya wafungwa baadhi kwa magroup. Safari hii labda mwezi huu wanaenda wafungwa kadhaa, wanakuwa wanafanywa counseling na kuelekezwa jinsi ya maisha na jinsi ya kuishi na watu ili wawe watu bora kwenye jamii na mfano wa kuigwa. Sasa mimi sijui kulima, unanifanyia counseling kwamba nenda kalimi, hata mbolea siwezi nikaitumia, jembe sijui kushika. Hapo nitafanyaje sasa? Maneno tu matupu yatanisaidiaje? Kwa ujumla nchi ya Shelisheli ni kisiwa kidogo sana ambacho hata eneo la kulima ni changamoto kidogo, kwa sababu ardhi yenyewe ni ndogo. Inafikia mahali wanaisogeza bahari, wanapata sehemu ya kujenga nyumba. Kwa hiyo swala la kusema kwamba watachukuliwa wafungwa kwenda kulima inakuwa ngumu. Ni kwamba wafungwa ambao wanachukuliwa kwenda kufanya kazi wanaenda kufanya kazi kwenye bandari kushusha mizigo, au wanaenda kufanya kazi kwenye sehemu ya supermarket kupanga mizigo na kushusha. Lakini swala la kusema kwamba wafungwa watachukuliwa kwenda kulima, eneo la kule ni dogo sana, afu hata hivyo population ya watu wa kule ni ndogo. Ni uhalifu upi ambao umekithiri nchini Shelisheli?
Shelisheli, uhalifu mkubwa uliokisiri sana ni wizi na kuingiza dawa za kulevya. Kuingiza dawa za kulevya. Kwa hiyo wale wanaoingiza dawa za kulevya hawawi kwa namba kubwa sana kama watu ambao wanakuwa na kesi za wizi na kupigana. Hizi nazo zipo sana, kwa sababu kile kisiwa ni kidogo, alafu watu wa kule ni jamii yao ina tamaduni ambayo wameshazoea weekend wanakuwa wanatoka kwa ajili ya kuenjoy. Wanapokuwa wanatoka kuenjoy, wanapokuwa wamepata kinywaji kidogo, wanakuwa kidogo aggressive, wanaanza kupigana. Wakishapigana wanakuta wamepelekwa gerezani. Kwa hiyo kesi kubwa sana ni ugomvi na wizi. Mifumo ipi ambayo mnaitumia katika swala la upekuzi kuhakikisha mtu hawezi kuingia na madawa ya kulevya, bangi na kadhalika? Okay. Pale main prison, mfumo mkubwa ambao unatumika ni kwamba mfungwa anapokuwa ameenda kwenye appointment au akiwa amerudi, akifika tu kuna sehemu panaitwa gate 1 ambako askari na mfungwa hawezi kuingia main prison hadi apekuliwe pale. Unapita kwenye scanner, wanakukagua vizuri, wale watu wa security ambao wanahusika na kukagua magari yote yanayoingia gerezani, wanahusika na kukagua askari wote pamoja na wafungwa. Kwa hiyo mfungwa akifika kutoka kwenye appointment yake au akija kwa mara ya kwanza gerezani, anafika gate 1, anakaguliwa pale, kila kitu wanahakikisha yuko salama, ndo anaenda gerezani. Turudi katika hali ya kujirudia kwa vifungo. Wafungwa wa Shelisheli, hali ya kujirudia vifungo kwa kutenda makosa wakati mwingine yale ikoje? Hiyo nimeiona sana Shelisheli kwa wafungwa wengi kujirudia kwa kipindi nilichokaa, kwa sababu moja au nyingine. Ni kwamba wafungwa wa kule wana mentality moja ya kutokupenda kufanya kazi. Kwa hiyo kwa sababu kama mtu hapendi kufanya kazi, yeye anataka tu apate hela aka enjoy. Kwa hiyo sasa ule muda wa kwenda kutafuta hela anakuwa hana. Kwa hiyo sasa anaona ni bora akaibe au akamkabe mtu achukue hela afu aendelee kuenjoy maisha. Kwa hiyo ile moment anaenda kukaba na kuiba, ndo pale sasa anakamatwa, anarudishwa tena gerezani. Kwa hiyo inatengeneza kujirudia kwa wafungwa. Kwa mtu akitoka anakuwa hana kazi, hataki kufanya kazi, kwa hiyo anaenda anaiba au anafanya vitu ambavyo sio vizuri kwenye jamii, anarudi tena gerezani. Kwa hiyo inaonekana kwamba magereza ya kule ni kama hoteli vile. Kuna hali fulani ya burudani kiasi kwamba mtu akienda gerezani ni kama pumziko tu. Ni kama pumziko, kwa sababu mfungwa kule achukuliwa kwenda kufanya kazi. Miundo ya kule ni kwamba mfungwa akishafika gerezani ni kwamba amezuiwa pale, anapewa kila kitu na serikali. Kwa hiyo hadi kutoka kwenda kufanya kazi inakuwa ni mlolongo mrefu, ambapo inabidi ajaze form na yeye mwenyewe awe tayari kwenda kufanya kazi, kwa sababu kuna watu wa kule asilimia kubwa wengi wanapenda wapate hela, sio kufanya kazi. Kwa hiyo sasa pale inapotokea kwenda kufanya kazi, wapo baadhi ya watu ambao wanaona wakifanya kazi at least muda unazidi kwenda haraka. Wengine wakishakuwa gerezani wanakuwa wamelizika. Okay. Kwa hiyo wakifanya hizo shughuli wanapewa hela wafungwa. Kuna wafungwa wengine wanakwenda kufanya zile shughuli, kuna fine, wanakuwa wamefungwa na fine. Kwa hiyo wanakwenda kufanya ile kazi, hela inayopatikana pale akiwa na fine. Kwa hiyo ile hela yake anaingiziwa kwenye akaunti yake, anaenda analipa fine, anatoka anaendelea na shughuli zingine. Katika upande wa Tanzania, viongozi wa dini ni sehemu mojawapo ya kurekebisha wafungwa. Je, upande wa Shelisheli? Kwa upande wa wenzetu wa Shelisheli wana mfumo. Ikifika Ijumaa, wale wanaokuwa na ibada ya Kiislamu, shehe atakuja pale, atawaongozea ibada. Ikifika Jumapili, pia watu wa Kristo pia wanakuwa wana ibada, na pia katikati ya wiki kuna siku mbili wanakuwa wanasoma Biblia, wale wafungwa ambao hawako Christian, wako katikati. Kwa hiyo wanakuwa wanasoma Biblia, wanapewa muda. Kwa hiyo kwenye swala la dini wako vizuri. Michezo pia ni sehemu ya kurekebisha wafungwa. Vipi kwa upande wa Shelisheli? Shelisheli michezo pia wameipa nafasi kubwa sana, kwa sababu ya wafungwa kule hawaendi kufanya kazi. Kwa hiyo wanapokuwa hawaendi kufanya kazi, mara nyingi wanakuwa tu wako ndani. Kwa hiyo wakishakuwa wako ndani, inawatengenezea kufikiria vitu tofauti. Kwa maana kwamba
wanafikiria wengine wakishakuwa ndani, ukishakuwa mtu upo tu sehemu hauna shughuli ya kufanya, automatic utaanza kufikiria vitu ambavyo haviko sawa. Kwa hiyo sasa wanatengeneza mfumo wa kuweka ligi wenyewe, wafungwa kwa wafungwa wanatengeneza timu zao, wanacheza mpira. Kwa hiyo unakuta ligi inachukua hadi miezi 2-3, kwa hiyo inawakeep busy. Hapo awali imesema ya kwamba wafungwa wanaruhusiwa kwenda kuwatembelea ndugu na jamaa, na ikibidi wakati mwingine inapotokea matatizo kama misiba. Je, kwa upande wa kutembelewa ndugu na jamaa pale magerezani, je, hali hiyo inaruhusiwa? Mfumo upo wa wafungwa kuja kuona na ndugu na jamaa na marafiki, lakini kwa kibali cha mfungwa. Huwezi ukatoka mtu tu ukaenda kumuona mfungwa asipokuhitaji. Kwa hiyo mfungwa akitaka aje kuona, anajaza visit form. Akishajaza visit form, inapelekwa kwa watu wa welfare. Watu wa welfare watapiga simu kwa yule mhusika aje kumuona, na ataandika vitu anavyohitaji. Sana sana kule wanaruhusu mfungwa kuletewa matunda hivi vitu vya kula kama biscuits, snacks na vitu vingine. Labda nisaidie kitu kimoja. Kuna baadhi ya mataifa wafungwa ambao wana wake zao, wapenzi wao, wanaruhusiwa kukutana faragha. Mataifa ambayo yanaruhusu. Je, upande wa sheria hiyo sheria ipo kwamba mfungwa wa kiume anaweza kukutana na mkewe, au mfungwa wa kike anaweza kukutana na mumewe faragha? Hiyo sheria kwa sheria ipo. Wafungwa wenye familia au wenye wenza wao wakija kuona, wanaonwa kama kawaida, lakini kama kuna special case au kuna shida, wanakutanishwa na mtu wa welfare, wanawekwa sehemu chini ya uangalizi, wanaongea, wanaweka mambo sawa basi, lakini kukutana faragha hiyo. Sisi kwa upande wa Tanzania, lugha kubwa ambayo inatumika katika shughuli za mawasiliano ni Kiswahili. Kwa upande wa Shelisheli ni lugha ipi? Kwa upande wa Shelisheli kule wana lugha mbili ambazo zinatumika kwa mawasiliano, lakini lugha mama ambayo wenyewe wanatumia wa Shelisheli wote ni Krioli. Krioli ni broken French, lakini lugha ya pili ni English. English pia, ambapo hata sisi wa Tanzania ambao tumetoka Tanzania tulipofika kule tukawa tunatumia Kiingereza, kwa sababu Krioli kidogo inakuwa lazima utoke kwenye frame ya French. Ukishajua French inakuwa rahisi kujua Krioli, kwa sababu maneno mengi ya Krioli yapo kwenye broken French. Kwa hiyo swala la mawasiliano halikukupa tabu kwa sababu ulikuwa unatumia Kiingereza? Kwenye mawasiliano haikunipa shida, tulikuwa tunatumia Kiingereza, japo changamoto ilikuwa ndogo. Kuna wafungwa hawawezi Kiingereza, kwa hiyo wale wanaongea Krioli. Kwa hiyo ilikuwa unapoingia kazini lazima patikane na mzawa mmoja ambaye ni loko, mtu wa pale ambaye atakuwa anaongea Krioli mfungwa atakapofika, ili iwe rahisi kufanya mawasiliano. Sasa tuje kwenye upande wa mazingira ya mitaani. Hali ya mazingira ya mitaani kwa ujumla ikoje? Watu ule mwingiliano, ushirikiano. Tumezoea wa Tanzania mkikutana habari salama, anatoka mkoa gani, Mbeya, Dodoma, wapi? Kwa upande wa Shelisheli hali ikoje? Upande wa Shelisheli, ukiwa mtaani nje ya magereza, ikitupa changamoto kidogo, kwa sababu huku tumezoea ule mwingiliano sana. Mtaani unakuta karibia kijiji kizima mnafahamiana, lakini kule kila mtu yuko na muda wake. Mtu akitoka kazini ni nyumbani kazini ni nyumbani. Kwa hiyo hata sisi tukafika muda tukazoea kwamba kutoka kazini hautaki kwenda kwa watu. Kutoka kazini ni nyumbani. Hata kama kuna mpira utaangalia hapo nyumbani. Kwa hiyo ilitupa changamoto kidogo, lakini baadaye tukazoea, kwa sababu ni mifumo yao ya tamaduni ambazo wameshajiwekea ni tofauti na sisi. Kwa hiyo tukawa tumeendana nayo hadi tukazoea. Maisha yakawa kama kawaida. Kwa hiyo ni mazingira ambayo wameyazoea, na inawezekana wamerithi kutokana na wakoloni wao ambao waliwatawala, sababu tunaambia na wazungu ndio mfumo wao. Hawana yale mazingira ya muingiliano, kila mtu yuko busy na shughuli na muda wake. Lakini sisi tulivyojengwa wa Tanzania tunaishi kama
kama familia. Okay. Kwa upande wa pili labda elezea kidogo kuhusiana na swala la usalama huko mitaani, hali ikoje? Tanzania tunaona amani imetawala, unaweza kutoka sehemu moja kwenda nyingine bila wasiwasi hata kama ni usiku. Kwa upande wa Shelisheli usalama ukoje? Upande wa Shelisheli usalama upo vizuri kabisa. Changamoto inatokea pale kwa wale watu ambao hawataki kufanya kazi. Automatic lazima watatengeneza namna ya kuiba au kuwazuia watu. Kama mfano mtu anakuwa anafanya shughuli zake, anaweza kumzuia, kumnyang'anya. Lakini hiyo haitokei sana kwa sababu ya kule Shelisheli ile nchi ina watu wachache sana. Kwa hiyo wale watu ambao wanakuwa wana changamoto mtaani wanapelekwa gerezani. Kwa hiyo ukiwa mtaani inakuwa ni rahisi wewe mwenyewe kutembea na kufanya vitu vyako. Kwa hiyo amani iko vizuri sana. Kwa hiyo unaweza kutembea hata muda wote. Kwa kipindi nilichokaa mimi sijakutana na changamoto yoyote. Kuna muda unakuta umetoka kwenye shughuli zako unatembea unaenda hadi nyumbani ukutana na changamoto. Ni manufaa yapi umeyapata kutokana na kwenda Shelisheli katika kulitumikia taifa la Tanzania? Na kwa kwenda Shelisheli nimejifunza maisha ya watu wa nje ya nchi, kwa sababu sisi tulishazoea kukaa hapa Tanzania, tujawahi kutoka nje. Ni mara yangu ya kwanza kutoka nje ya Tanzania. Nimejifunza jinsi ya watu wanavyoishi tamaduni tofauti na Tanzania, kwa maana kwamba mifumo ya kila siku ile, mfano ya mitaani. Nimejifunza jinsi ya kubadilishana mawazo na watu tofauti na Watanzania wenzetu. Na kikubwa zaidi nimejifunza lugha, kuongea Kiingereza kwa muda mrefu. Ukiwa Tanzania huku unaongea Kiswahili muda mwingi, kule inafika unakaribia wiki nzima unaongea Kiswahili. Kwa hiyo kama unaongea Kiswahili ni pale unapowasiliana na familia, lakini unakuwa unaongea Kiingereza kila siku. Kwa hiyo ina improve. Na pia nimejifunza wenzetu wanaishi vipi na wafungwa, pia mifumo mizima ya magereza inakuwaje tofauti na magereza ya Tanzania. Kwa hiyo ni vitu vingi nimejifunza. Umejifunza Kiingereza. Vipi kwa upande wa Kifaransa? Kwa sababu japo sio Kifaransa halisi, umesema ni broken French ni Creole. Vipi hapo kupata ka uzoefu kidogo? Nimepata kidogo kwa sababu muda mwingi kule jinsi ya mawasiliano Creole, kuna muda unapoenda kununua vitu mtu anaanza kuongea na wewe Creole, anajua kwamba wewe ni mtu wa kule. Kwa hiyo inakuletea na wewe kuanza kujua kidogo. Kwa hiyo unaweza ukaongea kidogo. Bonjour mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment t'appelles? Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, je t'apprécie ce que vous prononcez. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon frère. D'accord. Safi sana. Hicho ni kionjo kidogo, ni faida ambayo umeipata kutokana na kutembea Shelisheli. Ni manufaa, kimsingi ni manufaa mengi ambayo umeyapata kama ambavyo umesema. Lakini pia wanasema penye faida, penye manufaa hapakosi kuwepo na nini, na changamoto. Japo umesema haujakumbana na vizuizi vingi, changamoto za hapa na pale, lakini naamini ya kwamba kwa namna moja au nyingine huwezi kukosa changamoto. Labda ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo huko? Changamoto nilizokutana nazo kule, cha kwanza ilikuwa ni hali ya hewa. Ile hali ya hewa ilikuwa ni joto kali sana, ambapo ni tofauti kidogo na Tanzania. Kwa hiyo ilinichukua muda kidogo kuzoea. Na pia changamoto nyingine ni chakula. Chakula pia nacho kilinipa shida sana. Ilichukua zaidi ya miezi karibia 4-5 hivi hadi kukaa sawa kukizoea kile chakula. Lakini baada ya muda nashukuru Mungu nikazoea na nikaendelea. Na changamoto nyingine ilikuwa ni mifumo ya uendeshaji wa magereza. Jinsi ya kukaa na mfungwa Shelisheli na huku kuna utofauti kidogo. Kwa hiyo ilinipelekea nipate muda kidogo ili kuzoea ile mifumo, na nashukuru Mungu baada ya muda nikakaa sawa, nikazoea mifumo ya magereza, nikazoea chakula na hali ya hewa,
basi maisha yakawa yanaendelea. Neno lako kwa maafisa na askari wa Tanzania kwa ujumla kuhusiana na hii ziara yako ya kikazi nchini Shelisheli? Neno langu kwa maafisa na askari wa Tanzania ni kwamba ningependa tuende kwa wingi zaidi ili tujifunze tamaduni na pia miundo mipya ya magereza ya uendeshaji, ili tunaporudi Tanzania tuweze kuboresha au kushauri kitu ambacho tumejifunza huko Shelisheli. Mwisho, nini ombi lako kwa mkuu wa jeshi la magereza CGP Jeremia Yoram Katungu? Neno langu kwa mkuu wa jeshi la magereza, kwanza nitoe shukrani kwa kutupa kibali sisi askari kwenda Shelisheli kufanya kazi za kule na kujifunza. Neno langu kubwa kwa mkuu wa jeshi ni kwamba zinapotokea nafasi kama hizi, tunaomba azidi kutoa nafasi nyingi zaidi kwa askari ili tuende tukajifunze mifumo mipya ya magereza, na ikiwezekana tuje kuwa mfano kwa kile tulichojifunza Shelisheli au tulichojifunza nje ya nchi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.